Na series yetu kutoka katika kitabu cha Esther na pia kutoka katika maisha ya Esther. Nitapenda kuzungumza kutoka chapter 7 na chapter 8 kwenye kichwa cha ujumbe Divine Reversals. Mapinduzi ama mageuzi, labda ni mapinduzi ya kiungu. Divine Reversals. Kama mwongozo tutasoma from verse number 3, kwa sababu ni chapter fupi. Tutasoma from verse number 3 to verse number 10, na nitasoma kwa haraka. Ndipo Malkia Esther alipojibu akasema, Mfalme, ikiwa nimepata kibali machoni pako na mfalme akiona vema, nipewe maisha yangu kuwa dua yangu na watu wangu kuwa haja yangu. Maana tumeuzwa mimi na watu wangu ili tuharibiwe na kuuawa na kuangamia. Kama tungaliuzwa kuwa watumwa na wajakazi, ningalinyamaza. Ila hata hivyo msiba wetu hulinganishwi na hasara ya mfalme. Ndipo mfalme Ahasuero aliponena akamwambia Malkia Esther, ni nani huyu tena yuko wapi ambaye moyo wake alidhubutu kufanya hivyo? Esther akasema, ni mtesi tena adui ndiye huyu Hamani, mtu mbaya kabisa. Mara Hamani akaingiwa na hofu mbele ya mfalme na malkia. Mfalme akaondoka katika ghadhabu yake kutoka kwenye karamu ya divai, akaingia bustani ya ngome. Na Hamani naye akasimama ili ajitakie maisha yake kwa Malkia Esther, kwa kuwa aliona ya kwamba amekusudiwa madhara na mfalme. Kisha mfalme akarudi kutoka katika bustani ya ngome hata mahali pa karamu ya divai. Ikawa Hamani amejitupa chini penye kitanda alipokuwapo Esther. Mfalme akasema, namna gani je atamfanyia malkia jeuri hata machoni pangu nyumbani mwangu? Na neno lilipotoka kinywani mwa mfalme, wakamfunika uso Hamani. Ndipo aliposema Habona, msimamizi wa nyumba, mmojawapo wa wale waliohudhuria mbele ya mfalme, tazama basi, mti wa mikono 50 urefu wake Hamani aliyowekea tayari Mordekai, ambaye alinena vema kwa ajili ya mfalme, upo umesimamishwa nyumbani kwa Hamani. Mfalme akasema, mtundikeni juu yake. Basi wakamtundika Hamani juu ya mti aliyowekea tayari Mordekai. Ghadhabu ya mfalme ikatulia. Baba, tunakushukuru, wewe ni mwaminifu. Basi nena na mioyo yetu ulivyokusudia leo, katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Tumekuwa tukitazama mafunzo kutoka maisha ya Esther. Jumapili iliyopita tuliona mambo mengi, kwa sababu ya muda sitarudia, lakini nataka kusema ya kwamba tuliona jinsi ambavyo mtu mmoja anaweza kufanya mabadiliko makubwa. Tukasema usijidharau ukiona wewe ni mmoja, wewe ni mdogo. Mungu ako radhi kukutumia, na ili kwamba ukafanye mambo makubwa yanayoleta sifa na utukufu kwake. Ujumbe wa leo, kusudi lake ni kukutia moyo umwamini Mungu. Ya kwamba wakati mwingine ambapo unaweza ona maisha yamekuwa magumu kwako, unaweza kuona kwamba mambo yamekusonga mno, na kana kwamba huoni Mungu katika picture yako. Mambo ni kama yanaenda opposite, mambo yanaenda kinyume na jinsi ambavyo unavyotarajia. When life does not make sense anymore katika maisha yako, nataka nikupe moyo ya kwamba unaweza kumwamini Mungu, kwa sababu kuna Mungu anayebadilisha mambo.
Kuna Mungu anaye reverse mambo yanayoonekana hayawezekani. Na katika sehemu hii ya leo nitakuwa nikiongea kuhusu mambo haya. Now, a reversal is a change to an opposite direction or position or a course of action. Kwa hivyo kitu kilipaswa kiende njia fulani, ama kilikuwa kinaenda katika njia fulani. Kikiwa reverse, kikibadilishwa ama kikigeuzwa, kinaenda kinyume, kinaenda opposite na kule kilikuwa kikienda. Na wimbo ambao tunapenda kuimba ambao unauliza swali, who has the final say? Tunajibu tunasema Jehovah has the final say. Wakati Ibilisi anapopanga mambo na kuwa na uhakika na mambo aliyoyapanga, nataka ujue ya kwamba Jehovah still has the final say, because he is a God who reverses things. Mchana wa leo Mungu atatuwezesha kuona katika maisha haya ya kwamba mambo yote tunayoyapitia, kuna mambo ambayo hayapaswi kuenda jinsi yanaenda kwa sababu kuna Mungu. Na haya ndio yalifanyikia Esther katika chapter 7 na chapter 8 na mwanzo wa chapter 9. Esther chapter 7 kuanzia 1 hadi 10, mahali ambapo tumesoma kuanzia verse 3. Tunamkuta ya kwamba Hamani pamoja na Esther wamerudi katika karamu ya divai mara ya pili. Na Hamani amejipiga kifua, asema nani anaweza kuitwa mara mbili? Labda wewe unaweza itwa mara moja kwa bahati mbaya, lakini mimi nimeitwa mara ya pili kwa karamu na mfalme pamoja na Malkia. Kwa hivyo amejipiga kifua, ametoka nyumbani, amesema kuna kale kamutu pale kwa gate, hakikisha ametoka, wamejenga mti mrefu mnara mikono 50 ama futi 75, mti mrefu. Amesema ninaenda tu nipewe ruhusa kwa mfalme ili niweze kummaliza huyu ambaye ni Mordekai. Lakini anaenda kwa heshima mbele za mfalme na ana plead, anasema ninaomba uzima wangu. Mfalme anamuuliza mara mbili. Anamuuliza what is your ombi lako ni lipi? Anapeana ombi lake kwamba asema mimi nipewe uzima wangu. Anasema namba pili tena watu wangu wapewe uzima wao. Na unajua wakati huu Esther hajamwambia mfalme kwamba yeye ni Myahudi. Na hata anaposema hivyo Hamani sidhani ali make sense kwa kile ambacho kinasema. Lakini Esther akaendelea kusema, akasema ya kwamba mimi pamoja na watu wangu tumepangiwa kuuawa. Mfalme akakasirika, akasema nani huyu amewaza kufanya jambo hilo? Akasema huyu adui tena mtesi. Si adui tu, sababu kuna adui wengine ni maadui lakini ni watesi. Alitaka kuangamiza Mordekai, lakini alitaka amtese, hata amweke juu ya mti kuonekana. Kwa hivyo akasema huyu adui ambaye ni mtesi, mtu mbaya anaitwa Hamani. Na Hamani aliposikia hivyo, in other words, ilipofika wakati huu, Esther anaamua kuji-identify na watu wa Mungu. Japo kwa mambo ni magumu, Esther anaamua nitajijulisha pamoja na watu wa Mungu. Kama Yusufu alipofika mahali akasema sitakaa katika luxuries za Misri na watu wangu wanaangamia, watu wa Mungu wanaangamia, nita-identify na wao. Esther anaamua wakati huu ya kwamba ata-identify na watu wa Mungu. Na mfalme anapouliza ni nani, anasema huyu adui. Mfalme anakasirika, anakosa cha kufanya, labda ili ajitulize kidogo. Anaamua kutembea kuingia bustani kwa sababu ametoka mahali pa sherehe ya divai. Anaingia ngomeni mahali kwa bustani ili cool temper yake, because number 2 ambaye amemheshimu sana, kumbe anamuendea kinyume nyume. Anasema kumbe huyu Hamani ninampa vyeo, ninampa vitu vingi, na yeye anataka kumaliza mke wangu. He could not fathom, hangeweza kuelewa. Akasema wacha nitoke kidogo nikule. Unajua wakati mwingine mambo yanaweza kuwa moto
unaona hapa nikitoa uamuzi nitamaliza vitu vingi. Unaamua ukulu. Wanaume tujifunze kitu hapo kidogo. Wakati saa zingine mambo unakuja kwa nyumba na labda mama kuna kitu fulani anakosa. Wacha, unajua wengine wanajiita simba. Wacha hiyo usimba wako. Wakati mwingine enda nje kidogo. Mzee, tuko pamoja wazee? Enda nje kidogo utafakari. Kumbuka mazuri ambayo huyu mama amesema amekufanyia. Ndugu hapa amesema mambo mazito. Amesema mambo mazito kwa mke wake. Bwana asifiwe. Kumbuka hayo mazuri. Kumbuka unaitwa mtu, unaitwa baba fulani. Kwa nini unaitwa baba fulani? Kwa sababu ya miti. Ni huyu mama. Kama si yeye ungeitwa baba fulani. Hata kama amekosa, wacha kuchemkia hapo ndani. Tembea nje kidogo. Kumbuka anyway, huyu ndiye alifanya ninaitwa baba fulani. Alafu tempa zinatulia kidogo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mfalme akatoka nje kidogo, na alipotoka nje kinyume na desturi ya Waajemi. Kwa sababu sheria na desturi ya Waajemi ilikuwa ni kwamba mwanamume hakukubaliwa kusongea karibu na mwanamke ambaye si mke wake. Lakini wakati Haman anaona mambo yamekuwa meusi sana, anaanguka chini ya miguu ya Esther, karibu na kile kitanda Esther alikuwa amekaa. Maandiko yanasema ajaribu kuokoa maisha yake, lakini bahati mbaya wakati huo tu ameanguka hapo chini, mfalme anarudi anasema hata katika nyumba yangu anataka kunikosea heshima. Na aliposema hivyo, maandiko anasema alipotamka maneno hayo, wale ambao walikuwa karibu wakaja wakamfunga Hamani. Na kulikuwa na mjakazi mmoja alikuwa anajua kwa Hamani kuko aje. Unajua ukiwa mdozi ni vizuri kujua wajakazi wako wanajua jinsi nyumbani kunakaa. Usione tu unapita wanajifanya hawajui kitu. Wanajua. Huyu jamaa alikuwa amejua leo asubuhi Haman amejenga mti, anataka kumaliza Mordekai. Lakini hangeambia mtu, alikuwa tu pale kwa mfalme, analook very innocent. Lakini mambo yalipochemuka, alipoona amefungwa huko uso, akasema, mfalme, ninajua huyu jamaa kwake alikuwa amejenga mti, alikuwa anataka kumaliza Mordekai. Wacha tumpeleke kwa hiyo mjakazi. Ndugu, kaa vizuri na wajakazi. Mama, kaa vizuri na wajakazi. Wanakujua vizuri sana. Huyu mjakazi akasema kuna mti huko tayari kule kwa Hamani. Mfalme akasema basi aende atundikwe katika ule mti. Lakini nataka uingie katika mawazo ya Esther. Wewe unadhani wakati Esther aliambia mfalme, mimi na watu wangu tumepangiwa kuuawa, na mfalme akakasirika akatoka nje, what do you think Esther alifikiria? I want to suggest hata Esther alikuwa na wasiwasi. Hata mfalme anasema kamama sasa, kumbe kamenidanganya miaka hiyo, nilipokaoa hakakusema ni Kayahudi, kumbe kamekuwa kakinichezea game, kumbe kamenidanganya. Kwa Esther katika mawazo yake, I want to think, hata yeye hakukuwa na furaha, hakujua mfalme anafikiria nini na mfalme akirudi atasema nini, kwa sababu amesema mambo ambayo, remember it is 5 years into the marriage, na mfalme hajui ya kwamba huyu mama ni Myahudi. And then suddenly anatokea na kuambia mimi na watu wangu. Watu wako wagani? Ulikuwa na watu nilipokuwa, hujawahi kuniambia una watu. Kwa hivyo Esther alitatizika, in my view. Alikuwa na wasiwasi. Kumbe anaabudu Mungu mwingine, sio Mungu wa Waajemi. Hajawahi kuniambia anaabudu Mungu mwingine. Kwa hivyo I want to think hata yeye alikuwa na wasiwasi. Lakini mfalme aliporudi ndani yake, ndani ya mahali pale alipokuwa, unajua kuna uwezekano ya kwamba hii miaka 5, kwa sababu Esther alijikuta tu kwa mfalme, there was no courting, there was no dating, ili wajuane kidogo, wamuulize Esther, wewe unatokea wapi, wewe unaabudu Mungu gani? So there was no dating.
So what is happening here? Crisis iliyo hapa ni kwa sababu walikuwa hawajapata nafasi ya kujua. Vijana, ni vizuri kuoa mtu ambaye unajua. Hata kuchomoka asubuhi ukiona skati ikipita unasema this one must be the one. Jinsi aliniangalia, wengine hawaniangaliangi hivyo. Hapana. Ni vizuri umjue mtu. Ujue imani yake. Ujue anaabudu Mungu gani. Ndio ujipange. Msichana, ndio ujipange mapema. Kabla haujaingia kwa box. Mnazimanga kuna box. Na ile box inakuanga wapi. Kabla uingizwe ndani ya box, ni vizuri ujue ule mtu atakuingiza ndani ya box. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo mfalme anasikia mambo baada ya miaka 5. Lakini kwa sababu God was working something behind the scene, mfalme anakasirikia Hamani hata zaidi. Anaamua Hamani aweze kuangamizwa. Watch this. Haman lied about God's people. Alidanganyia mfalme. Alipoenda mbele ya mfalme, alidanganya kuna watu wasumbufu. He lied about God's people so that he could kill them. God reverses things. Na kama mfalme alikuwa hajapata excuse ya kuangamiza Haman, anasema Haman amenikosea heshima kwa nyumba yao. Na hiyo sasa ni uongo kwa sababu Haman hakuwa amemkosea heshima. And so God reverses things, and now the king lies about him so that he may kill him. God is a God of reversals. Bwana asifiwe. Alibadilisha mambo kwa sababu ya watu wake Wayahudi. Now chapter 8 inaanza kama Hamani katika nyumba ya Haman. Baada sasa ya mfalme kuamua Hamani anyongwe, angamizwe, akaitana Mordekai akakuja. Na Mordekai alipokuja, mfalme akamvisha nguo maridadi kabisa. Na akaambia Esther, sasa nyumba ya Haman iko mikononi mwako. Unajua akimwambia nyumba ya Haman na ile mali ambayo 2 Sundays ago tulijifunza jinsi Haman alikuwa akiboast kwa ile mali aliyonayo. Mungu ana reverse. Bwana asifiwe. Mfalme anasema, Esther, sasa wewe nimekupa mali ya Hamani. Na Esther kwa sababu ako na hekima, anatumia hekima aliyokuwa nayo. Anapopewa mali ile ya Haman, anaambia Mordekai, kwa sababu hawezi kubadilisha, aseme Mordekai na wewe nimekupea, kwa sababu itakuwa pia ni amekosea mfalme heshima. Esther anaambia Mordekai, sasa wewe ndio utakuwa in charge. Bwana asifiwe. Na mfalme anaposema hivyo, Esther bado anangojea mfalme afanye kitu. In chapter 8 verse number 7, Esther anangojea mfalme, na mfalme anasema, nimefanya kila kitu. Nimeua adui yako. Hata nimekupea mali yake. Nimeita anko yako, because maandiko yanasema hiyo chapter verse 7 pale ya kwamba sasa Esther ameambia mfalme mambo yote. Amemwambia hata huyu Mordekai, kumbe yeye ni anko yangu. Anasema hata anko yako nimempa madaraka yaliyokuwa ya Hamani. Nimempa nguo nzuri. I have given you power, I have given you possession. What else? Esther akasema, what about my people? Bado watauawa kwa sababu amri uliyotoa mapema haiwezi kubadilishwa. Esther anauliza, kuna kitu unaweza kufanya mfalme? Mfalme anamwambia haiwezi kubadilishwa. Sheria ya Waajemi na Wamede, mfalme akishaweka ring yake, hata yeye mwenyewe hawezi kubadilishwa. But kumbuka hivi, Esther na anko yake wamepata madaraka. They are now in authority. Na asubuhi tumekumbushwa jambo katika hili ni sana. Tumekumbushwa kwamba unapopewa madaraka, unapopewa
uwezo, unapopewa cheo, sasa wewe ndio kusema unatumia kwa njia ya namna gani. Esta alipopewa haya madaraka, unajua angesema sasa sisi tuko sawa, mimi na anko yangu tuko kwa palace. Wale Wayahudi wengine hao wanaweza angalia. Isn't that how some of you do? Isn't that how some of us do? Unapopewa madaraka kidogo tu, kidogo, umepata ka promotion kidogo, hata walking style inabadilika. Yaani utembee kwa njia, mtu akikuuliza anasema wewe ndio hujui kwa kampuni hii, wewe peke yako ndio hujajua. Hata watu wa kwenu sasa, hata kukaribia karibu, wakipiga ukiona simu unasema sasa wanataka tu msaada. Sisemi wewe, lakini unajua mtu ufanye. Kwa sababu umepata tu kama madaraka kidogo, watu wa kwenu unawasahau, wanakuwa sasa watu wasumbufu. Esta alipopewa madaraka na Mordekai, wakasema mfalme haitoshi. What about our people? Je, watu wetu? Mungu akusaidie. Mpendo, unapopewa madaraka, unapoinuliwa, unapopewa uwezo fulani, usisahau watu wa kwenu. Kwani saa hizo ndio unajua kweli watu wamechakaa. Miaka ingine yote au uko unaona watu wamechakaa, na wewe ulikuwa umechakaa na wao. Because kama watu wa kwenu ni watu wa kuchakaa, hata wewe ulikuwa umechakaa. Kwa hivyo ni kwa neema Mungu amekupa madaraka fulani. Ndugu, kuwa mnyenyekevu. Mordekai na Esta wakamwambia mfalme, je, kuna kitu unaweza kufanya? Mfalme akasema, the only thing ninaweza kufanya ni kutoa decree nyingine, niandike barua nyingine. Akamwambia Mordekai, wewe jinsi utataka iandikwe. Akatoa ile pete aliyokuwa amenyang'anya Hamani, akapea Mordekai. Kaemba ameambia Mordekai, waite wale waandishi wa ikulu waje, uwaambie maneno yote unataka waandike, alafu weke hiyo signature yangu, weke hiyo pete yangu, itume katika province zote. Na pale ndipo tunapata mention niliyosema siku ya kwanza ya kwamba province zinaanza Asia zinakuja hadi Ethiopia. It's mentioned in chapter 8. How big and vast kingdom ya Ahasuero ilikuwa. Na Mordekai anasema basi mimi nitaandika. Mordekai aliandika maneno, akaandika kwa sababu anajua hawezi badilisha ile decree ya kwanza. Ikifika na imebakia karibu miezi 8 ili waweze kuangamizwa. Akaandika akasema kwamba Myahudi mahali penye mko, ikikaribia siku ile, kusanyikeni mahali pamoja, tafuteni silaha, mkikujiwa malizeni hao watu. Alafu akaweka zingine ya mfano. Wewe unadhani wakati wageni walisoma hizo barua, unadhani walifikiria namna gani? Maandiko yanasema walijawa na wasiwasi. Verse 15 katika hiyo chapter 8 inasema hata wengine wakajifanya kuwa Wayahudi kwa sababu sasa wacha tuji-identify na hao watu. So amri imetoka katika mfano. In one day, two things happened. Jews were saved and Haman was crucified. One day. Hamani aliamka asubuhi akijua yeye ndio kusema. Lakini jioni yeye ndiye alikuwa juu ya mti ameangamizwa. Mungu anaweza kubadilisha mambo. Na unajua makosa makubwa ya Hamani according to me ni kwamba kwa sababu alikuwa ni mtu wa kiburi, hakutubu. Hata hakutaka kuomba mfalme msamaha. Hakujiunga na watu wa Mungu, hakuji-identify na watu wa Mungu. Wengine wanaosikiza ujumbe huu, mpendo, usipojiunga na watu wa Mungu, usipotubu na kuenda kwa mfalme na kutubu mbele za mfalme na kujiunga na watu wa Mungu, you will go the Haman way. Una wakati mpendwa, labda ni leo, kufanya uamuzi na kusema Mungu, ninajua nimekosa. Leo nataka ni-identify na watu wako. I want to be a true Christian. I want to be a true believer. Yesu anamngoja. Yesu anasubiri. Kwa sababu gani?
Kwa sababu wakati hasira ya Mungu ilikuja kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, Yesu akasema badala ya kuwamaliza, mimi nitaenda nikufe kwa niaba yao. Akafa kwa niaba yetu. Nataka niguzie mambo matatu, alafu nitamaliza na mengine matatu ambayo tunajifunza katika story hii. Jambo la kwanza tunajifunza kwamba God can use a negative situation or negative people to accomplish his purpose. Mungu anaweza kutumia watu wabaya. Ahasuero alikuwa mtu wicked, mtu mbovu, lakini Mungu alimtumia kuokoa Wayahudi. Mungu anaweza tumia mtu mbaya, anaweza kutumia hali mbaya kukamilisha makusudi yake. No wonder Paulo anasema katika Warumi 8:25 ya kwamba na tunajua ya kwamba mambo yote yanafanyika kwa wema na wale wanaomjua na wanaomtii na wanaompenda na wanaoitwa kwa makusudi ya Mungu. Anasema mambo yote, hata yale mabaya. Mpendwa, nataka tusaidiane katika maisha yako. Don't miss the good that God is doing or is planning to do because of the bad situation you find yourself in. Hali ile unajipata ndani tatanishi, hali ngumu, isifanye ukakosa kumwamini ya kwamba Mungu anafanya kazi. Unajua, wakati mwingine mfalme Daudi alikuwa anakimbia, amekosewa na kijana yake Absalom. Absalom ame-raise watu kinyume na Daudi. Akamkimbiza Daudi, akatoka kwenye palace, akitoroka akienda njiani akakutana jamaa mmoja anaitwa Shimei. Shimei akaangushia Daudi curses. Laana. Mtu mmoja, jina lake halijasemekana, in 2 Samuel chapter 16 verse 9. Mtu mmoja, jemedari mmoja wa Daudi, akasema this is a dead dog. Shimei akaambia Daudi, give me a minute. Soma pale utasikia. Anasema and I will get his head out of his neck. Huyu anaweza aje kukulaani. Daudi akasema maneno haya in 2 Samuel 16:10-12. Akasema acha tu alaani. Yawezekana ya kwamba Bwana ataniangalia katika mateso ninayoyapitia na Bwana atanionea huruma na abadilishe laana zake ziwe baraka yangu. David was humble hata wakati analaaniwa na kamutu ambako jemedari wake anasema this is a dead dog. Give me a minute. Uone kichwa haitakuwa kwa shingo yake. But Daudi anakuwa humble katika unyenyekevu wake, anasema no, achana na yeye, acha laani. Mpendwa, usijali. Sijui nani anatupa laana. Sasa ukosane na jamii hiyo. Hata ukiona watoto wa nyumba hiyo kwa sababu uliambiwa fulani alikulani, you are wasting your time. Don't you know there is a God who reverses things? Hizo laana zilizotoka kwa jirani, hizo laana zilizotoka kwa auntie, hizo laana zilizotoka kwa ango, don't you know God is a God of reversals? Anaweza kuzibadilisha na zikawa baraka kwa ajili yako, zikawa baraka kwa ajili ya watoto wako, zikawa baraka kwa ajili ya ndoa yako. Don't bother. Daudi akasema achana. I know there is a God who reverses things. Yes. In Genesis chapter 50 verse 20 tunampata Joseph ambaye ameuzwa na ndugu zake, ameteswa na ndugu zake, na amefanyiwa madhara, ameuzwa, ameenda, amekuwa katika prison, na maisha ya Joseph yamekuwa mabaya. Na kisha baadaye Mungu amemuinua katika uongozi na ndugu zake wanakuja. Chapter 50 wanapokuja hawamtambui, lakini Yosefu anasema wao walinuia mabaya, lakini Mungu alinuia kwa hayo mabaya kuleta uzuri na wokovu wa Waisraeli. Bwana asifiwe. Ya kwamba katika mabaya ambayo ndugu za Yosefu walimpangia, Mungu aliyatumia yale mabaya. Nataka nikutie moyo mpendwa, yawezekana kuna mambo mabaya yanapangwa kwa ajili yako. Usife moyo. Mungu anaweza kutumia hayo mabaya. Yawezekana kuna watu ambao ni wabaya wanaopanga kinyume na wewe. Mungu anaweza kuwatumia wao. Siku nyingine niliwaambia ya kwamba nilikuwa mahali na kuna nafasi ilitokea kidogo ya kuweza
ya kuweza kusoma kidogo. Na yule aliyekuwa ni msimamizi akaniambia, wewe hapa huwezi kupata hii nafasi. Wewe kuna masomo mengine bado unafanya haujamaliza, huwezi kupata nafasi. That's the HR ananiambia. Sasa unajua HR akikwambia kwa kama nani mwingine sasa. That is the final. Na nikatoka. Ajabu ni kwamba 6 months down the line, huyo HR ndiye alikuwa ananisainia per diem ya kwenda kwa masomo. Yale alisema haya huwezi enda. Mungu anaweza kubadilisha. Mungu anaweza kureverse. Yes. Kwa hivyo mtu unapoambia sijui fulani anakupangia mabaya, acha kumchukia, mpende. Mungu atamtumia yeye. Mbaji mmoja alisema ya kwamba wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. It is not sio wewe ndio utafanya wakusalimie. Mungu ndiye anabadilisha. Mungu ndiye atafanya wao waweze kukuona tofauti. Jambo la pili, God's timing is always the best. Mungu hachelewi. Mungu huja kwa wakati. Kwa sababu Mungu hachelewi na yeye huja kwa wakati, ilionekana kana kwamba Mungu amewasahau Wayahudi waliokuwa katika Susa. Na wakaonekana kana kwamba Mungu amewasahau na hata sasa wanaenda kuangamizwa. Lakini maandiko yanasema kwa njia ya ajabu na isiyoeleweka, God came in. Wakati hata Mordekai mti umejengwa, God came in. God's timing is the best. Mungu anaweza kuruhusu mambo yakaendelea na hata yakaonekana kwamba yanaendelea kufika mwisho. And things may go from bad to worse. Don't lose your faith in God because He's watching over you. Macho yake bado yanakutazama. Na macho yake bado yanakuangalia. Inaonekana kwamba amechelewa, lakini nataka nikuhakikishe at the right time God will show up. Kwa wakati unaostahili Mungu ataonekana kwa hali yako. Na jambo la tatu, nothing is irreversible for Him. Chapter 8 verse 1 to 17 inadhihirisha kwamba hakuna kitu ambacho hakiwezi kubadilishwa na Mungu. Kuna vitu vingi ambavyo wanadamu hawawezi kubadilishwa, lakini mbele ya Mungu hakuna kitu ambacho hakiwezi kubadilishwa. I want to share 4 reversals ambazo Mungu ameonyesha mahali ambapo tumesoma. Number 1, there is a political reversal. Kuna mabadiliko ama mageuzo ambayo Mungu amegeuza hapa. Mageuzo ya kwanza ni ya kisiasa. Yatazame hivi. Ya kisiasa na ya kisheria pia. Hamani amehakikisha kuuawa kwa Wayahudi kuko na signature ya mfalme. There is no room for appeal. Ndio juzi wakati mahakimu walisema BBI is unconstitutional. Wakili wale wa BBI walikusanyishwa 13. Wakasema tunaenda kwa Court of Appeal. Sheria ya Kenya ina sehemu ya Court of Appeal. Lakini ya Wamede na Wajemi haikuwa na appeal. And so politically the Jews were done. It was a done case. Mambo yao yameisha. Mordekai mti tayari umejengwa, anangojea kuwekwa katika ule mji. Lakini Mungu akaintervene, akabadilisha. Yule aliyetaka kumweka kwa mti, yeye aliwekwa katika mti. Mpendwa, haijalishi ya kwamba watu wenye pesa kama Hamani, watu wenye influence kama Hamani, watu wenye authority, wenye mamlaka kama Hamani, haijalishi watu wenye uwezo wa aina hiyo wamepanga mipango ya aina gani na mipango hiyo imekwisha. If God is on your side, nobody can be against you and succeed. Hamani alianza siku na mamlaka. Maana nasema there was a political reversal. Alianza usiku na mamlaka na authority yote. Lakini Mungu alipobadilisha, yule alianza akiwa powerless. Anasemanga Wanjiku. Yule alianza ambaye hana sauti.
Yule alianza siku akiwa mnyonge anangojea kunyongwa. Unajua unyonge na kunyongwa inaendana pamoja. Hamani aliyoanza siku akiwa mnyonge akingojea kunyongwa, when God did a political reversal, yeye ndiye aliisha siku na authority. It doesn't matter how you started. God is able to reverse. Haijalishi jamii yako mlianza vipi, ukiwa pamoja na Mungu, I want to assure you, your destiny has no relationship with your history. Yes. Hatima yako haina uhusiano na historia yako. Ikiwa unatembea pamoja na Mungu, Mungu anaweza kubadilisha. So I prophesy to somebody this morning that there will be a political reversal in your life. That there will be a political reversal in your family. That there will be a political reversal in your children. Ya kwamba wale ambao wana uwezo na mamlaka wanakufinyilia chini, that God will bring a reversal. Katika jina la Yesu. Number 2, there was a social reversal. Chapter 8 verse 15. Mordekai alipoenda mbele za mfalme, alienda na nguo za kawaida. Verse 15 inasema alipotoka mbele ya mfalme, alitoka amevaa nguo ya blue na white na kofia ya dhahabu na lile garment na linen kubwa ya purple. When things were reversed for Mordekai, his dressing changed. His social outlook changed. Jinsi ambavyo watu walikuwa wanamtazama ilibadilika. Yule aliyekuwa amedharauliwa in society, wakati Mungu anapobadilisha mambo, wakati Mungu anapogeuza mambo, uliyekuwa umedharauliwa sasa heshima inaingia. Mordekai aliingia kwa mfalme akiwa amedharauliwa. Alipotoka Mungu akishabadilisha mambo, Mordekai alitoka na heshima. Number 3, emotional reversal. Mabadiliko ya kihisia. Verse number 17b hiyo chapter 8 inasema kwamba the Jews had joy with gladness, a feast and a good day. Wakati Mungu alipobadilisha mambo, when God reversed things for the Jews, their grief turned into mourning. Hisia zao ile furaha ikajaa. Mungu mpendwa anapotembelea ndoa yako na kuleta mabadiliko na kureverse mambo yaliyosemwa kinyume na mapenzi yako, analeta furaha tena. Mahali palipokuwa na huzuni, mahali palipokuwa na machozi, Wayahudi waliokuwa wakijihurumia, maandiko yanasema wakajawa furaha. I prophesy to somebody today na kwamba Mungu aweze kuleta social reversal katika maisha yako. Mahali umelia sana, Mungu alete kicheko tena. Mahali umejihurumia sana, Mungu akuinue tena. Mahali furaha haijaonekana, Mungu alete furaha tena, kwa sababu is a God of reversal. May He give you a new song today. Na mwisho, there was a spiritual reversal. Verse number 17c. Inasema hivi, hata wengi wa watu wa nchi ya Waajemi wakajifanya kuwa Wayahudi kwa kuwa hofu ya Wayahudi iliwaangukia. There was a spiritual reversal. Watu ambao hawakutaka kujihusisha na watu wa Mungu wa Israeli. Watu ambao hawakutaka kuomba na kuabudu Mungu wa Israeli. Wakati Mungu alipobadilisha mambo, kulikuwa na mabadiliko. Wakajiunga na watu na Waisraeli wakasema, sisi tunataka, wakajifanya kuwa Wayahudi. Wale ambao ridicule, wale ambao wamekejeli imani yako, wale ambao wamekejeli kujitolea kwako kwa kazi ya Mungu, wale ambao wamekutusi kwa sababu ya imani yako, unakuja wakati ninaomba katika jina la Yesu, may God reverse things in the spiritual realm, ya kwamba waseme tunataka kuona Mungu wa fulani, waseme tunataka tujiunganishwe, tuitanishwe na Mungu wa fulani.
Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu Mungu atakuwa amefanya katika himaya ya imani, atakuwa amefanya katika himaya ya kiroho. Wewe ambaye labda maisha yako ya kiroho yamekuwa yakiteremka, naomba leo umpe Mungu nafasi abadilishe hiyo trend. Napobadilisha hiyo trend, leo watu wataona, watajua, watasema huyu si yule. Wale wajeni wakaona jamaa wakiwa na furaha wakiabudu Mungu wao, wakasema hata nasi tutajiunga na wao. There was a spiritual reversal and a revival katika Wayahudi. Mpendwa, ninaomba mchana wa leo Mungu alete huo uamko, alete huo uvuvio wa kiroho katika maisha yako, ili ya kwamba watu waone utofauti katika maisha yako. Wakiuliza nini, unasema ni kwa sababu ya Mungu. Watu wakimbie kumuona Mungu wao. Watu wakimbie kutaka kujua kuhusu Mungu wako. Kuna mengi, lakini kwa sababu ya wakati, acha nimalize na kuguzia other reversals. Kuna watu ambao walitamkiwa mambo mabaya, bad omens. Kuna watu ambao maisha yao yamejaa bad omen, watu wanasema mikosi na kisirani. Mpendwa, anakutamkia leo na kwamba Mungu abadilishe hiyo mikosi na hiyo kisirani, aweze kuleta baraka na furaha tena. Kuna wengine wana mikosi ambayo imekuwa ni ya vifo. Mungu alete uzima tena. Mungu aweze kubadilisha, alete uzima tena. Magonjwa yasiyoeleweka, hata madaktari wamejaribu lakini wameshindwa. Leo iwe ni siku ya mwisho, that God will reverse that sickness ambayo haieleweki katika jina la Yesu. Mungu alete uzima tena. Mungu alete wholeness. Mungu alete afya tena, kwa sababu ni Mungu anayebadilisha. Haijulikani, labda ni watu walipanga kwamba iwe hivyo, lakini leo tutaweza kusimama na kusema Bwana, imetosha. Ni wakati wa kubadilisha mambo. Nianza na kusema, kama Mkristo unajua hakuna mtu aliye na neno la mwisho katika maisha yako. Ni Mungu pekee ndiye ana neno la mwisho. Haijalishi uweza na mali na ukuu na mamlaka na positions, ukiishi katika mapenzi ya Mungu, mpendwa, God has the final say, and God can reverse anything Satan has planned. Mungu anaweza kuibadilisha katika maisha yako. Imepangwa na Ibilisi ama imepangwa hata na wanadamu, Mungu anaweza kubadilisha. How do you activate the reversal? Speak to the king. Unaamsha namna gani mabadiliko haya? Ongea na mfalme. Mpendwa, Mungu hatabadilisha mambo kwa sababu wewe ni mshirika wa PAG Gataka. Mungu hatabadilisha mambo kwa sababu nyingine yoyote ile, connections nyingine ulizo nazo. Mungu atabadilisha tu mambo ikiwa utaongea na mfalme. Esther alikaa katulia. Kama Esther angenyamaza, hatujui kungekuwaje, lakini kuna uwezekano la kwamba labda Wayahudi wangeuawa, labda, hatujui. Lakini reverse is the best on information. Ukituma pesa zako ziende kwa wrong number, kampuni ya simu haijui imeenda kwa wrong number. Itakuwa hali utakapowajulisha, utakapowapa information, hela zangu nimetuma kwa namba hii na ni wrong number, sikukusudia, ndipo waweze kufanya reverse. Mpendwa, nataka nikupe nafasi leo. Speak to the king. Katika maombi, inawezekana kizazi tulicho ndani, inawezekana maombi hayako fashionable. Maombi hayaonekani is the trending thing. Maombi hayaonekani yana maana yoyote, lakini mpendwa, ikiwa kutakuwa na mabadiliko katika maisha yako, you must speak to the king. And you can't speak to the king you don't know. Esther aliongea na mfalme aliyemjua. Alikuwa anajuana na yeye. Mchana wa leo kuna uwezekano ya kwamba haujaokoka. Mpendwa, you can't speak to the king you don't know. Ni nafasi yako kwanza
juana na mfalme. Kisha juana na mfalme, speak to him. Is it a bondage of sin? Uko ndani. Ni kifungo cha dhambi. Kuna dhambi fulani umejipata ndani, huwezi kujinasua, huwezi kutoka. Speak to the king. He can reverse. Je, kuna kitu katika jamii yako ambacho unaona hakiendi vizuri, lakini hauna uwezo wa kukibadilisha? Speak to the king today. He is able to reverse. Tusimame mbele za Bwana. Mpendwa, mfalme hatabadilisha kwa sababu you sing about him, you read about him, you talk about him. Atabadilisha tu only when you speak to him. Nataka nikupe nafasi. Tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mwaminifu. Naomba kwa ajili ya watu wako, kwanza wale ambao sio watu wako, naomba ya kwamba Bwana fungua macho yao uweze kuingia katika zizi. Tena ninaomba kwa ajili ya wale ambao ni maadui za watu wako Jehova, fungua macho yao waweze kukugeukia wewe, kwa sababu wanapokugeukia unabadilisha mambo. Kuna wale ambao Jehova macho yao, maisha yao yamekuwa magumu, kesi zao zimemalizika, faili zao zimefungwa, ya kwamba haiwezekani. Wewe Mungu unayebadilisha mambo, Baba, ninaomba katika jina la Yesu, intervene kwa maisha ya mpendwa huyo anayesikiza, ya kwamba ukaweze kubadilisha mambo. Anapoongea na wewe mfalme, sikia sauti yake, kwa sababu wewe ndiwe uliye na neno la mwisho kwa ajili ya maisha yake. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini.